Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameonyesha utayari wa kusaini mswada mpya wa kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi mradi tu masharti ya kumruhusu kuwa na mamlaka ya mwisho ya kufanya maamuzi kuhusu utekelezaji wa vikwazo hivyo yataheshimiwa. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari Reuters zimesema, afisa mwandamizi wa ikulu ya White House alibainisha kuwa mazungumzo juu ya mswada huo yamefikia hatua nzuri, huku White House ikisisitiza kuwa umuhimu wa kuweka mifumo itakayompa rais uwezo wa mwisho wa kuidhinisha au kurekebisha vikwazo hivyo kulingana na hali ya kisiasa na kiusalama. Ambapo kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari Reuters imesema kuwa afisa mwandamizi wa ikulu ya White House huko nchini Marekani alibainisha kuwa mazungumzo juu ya mswada huo yamefikia hatua nzuri, huku White House ikisisitiza umuhimu wa kuweka mifumo itakayompa rais uwezo wa mwisho wa kuidhinisha au kurekebisha vikwazo hivyo kulingana na hali ya kisiasa na kiusalama. Kwa mujibu wa afisa huyo amesema, ikulu ya Marekani imekuwa ikisisitiza ya kwamba kifurushi cha vikwazo kisipunguze mamlaka ya rais wa Marekani katika kufanya maamuzi ya mwisho kuhusu vikwazo vinavyolenga taifa jingine. Alisema bayana kuwa endapo mswada huo utajumuisha kipengele hicho, basi Rais Donald Trump angekubali kusaini bila pingamizi. Taarifa hiyo ilionyesha kuwa Trump tayari alitoa dalili za kuunga mkono mswada huo katika mazungumzo yaliyofanyika usiku wa kuamkia siku hiyo. Kwa upande mwingine, afisa huyo alibainisha kuwa Trump anaunga mkono juhudi zinazoendelea za bunge la Marekani katika kusukuma mbele mswada huo na amekuwa akifuatilia kwa karibu mjadala unaoendelea kuhusu namna bora ya kujibu hatua na ushawishi unaodaiwa kutekelezwa na Urusi katika masuala ya kimataifa ikiwemo mgogoro wa Ukraine. Ikulu ya White House imesisitiza kuwa licha ya mijadala ya kisiasa chini ya Marekani kuhusu hatua za kuchukua dhidi ya Urusi, mazungumzo ya diplomasia kati ya Washington na Moscow kuhusu mgogoro wa Ukraine bado yanaendelea kimya lakini kwa muhimu mkubwa zaidi. Msemaji wa ikulu ya Marekani alifafanua ya kuwa mazungumzo hayo hayajawa kitovu cha vyombo vya habari kutokana na mambo mengi ya kitaifa na kimataifa yanayoendelea, lakini akasisitiza kuwa mawasiliano hayo bado yapo na pande zote mbili zinaonyesha utayari wa kutafuta ufumbuzi wa kudumu ingawa kwa masharti tofauti. Mswada huu wa vikwazo ambao ulianzishwa mapema mwezi Aprili mwaka huu uliwasilishwa na kundi la maseneta wenye msimamo mkali dhidi ya Urusi. Miongoni mwa viongozi wakuu wa mswada huo ni maseneta Lindsey Graham kutoka chama cha Republican anayewakilisha jimbo la South Carolina, ambaye pia yuko kwenye orodha ya Urusi ya watu wanaotajwa kuwa magaidi na wenye msimamo mkali, pamoja na Senator Richard Blumenthal wa chama cha Democratic anayewakilisha jimbo la Connecticut. Mswada wao unapendekeza hatua kali zaidi kuliko vikwazo vya awali ambavyo Marekani imewahi kuiwekea Urusi tangu kuanza kwa mivutano mbalimbali ya kidiplomasia na kijeshi. Mpango huo unajumuisha vikwazo vipya vinavyolenga washirika wa kibiashara wa Urusi, ikiwemo nchi zinazofanya biashara ya mafuta, gesi, urani na bidhaa nyingine muhimu kutoka Urusi. Kamati ya wabunge hao inapendekeza ushuru wa hadi 500% kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka mataifa ambayo yanaendelea kununua bidhaa za nishati kutoka Urusi, hatua ambayo wanadai inaweza kupunguza kwa kiwango kikubwa mapato ya Urusi katika soko la kimataifa. Wadadisi wa masuala ya kiuchumi wamesema ya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa nchi kadhaa zinazotegemea nishati ya Urusi na pia inaweza kuongeza mvutano mpya katika soko la kimataifa la nishati. Aidha, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa hatua hii inaweza kuwa na athari za muda mfupi kwa uchumi wa Marekani wenyewe, hasa iwapo bei za bidhaa zitapanda kutokana na ongezeko la ushuru. Kwa upande wa kisiasa, mswada huu umeibua mijadala mipana na mikali ndani ya Marekani, huku wafuasi wa mswada huo wakisema kuwa Marekani inahitaji kuchukua hatua kali zaidi kukabiliana na kile wanachodai ya kuwa ni tabia ya uchokozi ya Urusi katika masuala ya kimataifa, ikiwemo kuingilia uchaguzi wa mataifa mengine, uvamizi wa maeneo ya majirani zake na ushiriki katika migogoro ya kimataifa. Hata hivyo, wale wanaopinga mswada huo wanaona ya kwamba hatua kali za kiuchumi zinaweza kuzuia fursa za mazungumzo ya kidiplomasia na kuathiri kabisa uwezo wa mataifa hayo mawili
kujadiliana kuhusu masuala muhimu kama kudhibiti silaha, usalama wa kimataifa na masuala ya nishati.